Asante sana. Sijui kama mnatusikia kwa uzuri. Kama ni sahihi, sijui kama mnasikika vizuri. Sawa? Yes, mimi naitwa Jebla Kambole. Ni miongoni mwa mawakili wanaomtetea Mheshimiwa Tundu Lissu. Pamoja nami pia kuna wakili Dickson Matata, wakili Sisti Masawe, lakini pamoja na wakili Maria Mushi. Tumekuja mawakili wanne kwa sababu kama mtajua kwamba kuna mambo mengi yanaendelea. Kuna kamata nyingi sana na kuna makesi mengi yanaendelea. Kwa hiyo hatuwezi kuwa wote kwa wakati wote mahali hapa. Kwa hiyo tumekuwa hivyo kwa sababu hiyo. Kwa hiyo kuna mambo mengi yanaendelea ambao nadhani Watanzania wanafahamu nini kinaendelea hapa nchini Tanzania. Awali ya yote, kabla tujaanza kuzungumza, hapa tuseme mambo machache ya utangulizi. Kwanza tunajua tulipata taarifa ya kifo cha mwanaharakati mwimbaji wa Injili Mbeya huko, ambaye babake mzazi alitoa taarifa kama amefariki hospitali ya Muhimbili, ambaye anaitwa Sifa Bonaventure Bujune. Sifa pamoja kwamba alikuwa ni mwimbaji wa nyimbo za Injili, lakini na wanaharakati wake watu wengi wanamfahamu kwa sababu kuna nyimbo aliimba ambayo inaitwa wanatuita nyani, wanatuona nyani kama kionjo, na alikamatwa na kushtakiwa mwaka 2023, lakini tulienda mahakamani tukamtetea, akafanikiwa, kesi yake ikafutwa, lakini alikaa muda kadhaa. Lakini kwa kuwa ni mwanaharakati na amefariki, lazima tutoe pole. Tunatoa pole kwa familia, ndugu, familia ya mchungaji Mbarikiwa, watu wa Mbeya wote na Watanzania wote kwa ujumla, tunatoa pole hizo. Lakini bado tunaendelea kumwombea Mdude, mwanaharakati mwenzetu, hatujui huko aliko hali yake inaendeleaje, lakini sisi kama mawakili bado tunajipanga namna gani kuendelea kulipigania hili taifa. Lakini tunatoa wito wa kuachiwa kwa Mdude huko alipo na wanaharakati wengine ambao wanapata misukosuko ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nchi ni yetu sote, lazima tuitunze, lazima tuipiganie. Kwa hiyo ni muhimu sana tukahakikisha haya mambo yanakuwa sawa. Huo ni utangulizi. Lakini lengo kubwa la kuzungumza na nyinyi waandishi wa habari kwa siku ya leo, na tunajua kupitia nyie ujumbe huu utafikia Watanzania. Kwa siku ya leo kama mtakumbuka, siku ya tarehe 6 mwezi wa 5 mwaka 2025, Mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu mbele ya Mheshimiwa Mhini ilitoa amri, ambayo amri ilikuwa inatoa mambo kadhaa wa kadha. Sasa leo tupo kwa ajili ya kuizungumzia na kuifafanua hiyo amri ni ipi ambayo ilitolewa, ili Watanzania waweze kujua na waweze kufahamu mahakama iliamua nini kwa kina, na waweze kufuatilia hicho ambacho kiliamuliwa na mahakama. Tarehe 6 mwezi wa 5 mwaka 2025, kwenye kesi ambayo inamhusu Tundu Lissu, ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, ambaye ni rais mstaafu wa Chama cha Mawakili Tanzania, ambaye ni mbunge aliyepita, lakini ambaye pamoja na hivyo vingi hivyo alivyokuwa navyo, bado ni kipenzi cha Watanzania. Kwa hiyo kwa kuwa hilo lazima tulizungumze kwa upana huo. Sasa ni amri zipi ambazo mahakama ilitoa? Watu wanaona tu juu, wanasikiliza juu, lakini hawaelewi. Kwa hiyo tunawafafanulia ili waweze kuelewa ni amri zipi ambazo mahakama ilitoa. Kwanza, tarehe 6 mwezi wa 5, mahakama ilitengua amri yake ya mwanzo ya kusikiliza ile shauri kwa njia ya mtandao. Kwa kutengua huko, mahakama ilitoa amri kwamba kesi ambayo inamhusu Mheshimiwa Tundu Lissu ya uchochezi itasikilizwa kwa njia ya kawaida ya kimahakama. Kwa hiyo masuala ya kusikiliza kesi kwa mtandao kwenye shauri hili hayapo. Lakini pia mahakama ilitoa maelekezo kwamba kesi hiyo itaendeshwa mahakama ya wazi, kwa Kiingereza open court, na ikatoa maelekezo kwamba itaendeshwa mahakama ya wazi chumba namba 1, Mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu. Kwa hiyo tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka 2025,
saa 3 asubuhi mahakama itaanza kusikiliza kesi ya Mheshimiwa Tundu Lissu, kusikilizwa hoja za awali ambazo zinahusiana na shtaka ambalo linamkabili la uchochezi. Pamoja na amri hiyo ya kwamba mahakama itakuwa ni ya wazi, mahakama ilitoa amri kwa maafisa magereza. Hapa namaanisha mkuu wa magereza ya Ukonga alipewa amri na mahakama kwamba hakikishe Mheshimiwa Tundu Lissu analetwa siku ya tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka 2025. Tunategemea amri hiyo itaheshimiwa. Hatutegemei visingizio vya gari bovu, visingizio vya kukosa mafuta, visingizio vya foleni. Tunategemea Mheshimiwa Tundu Lissu ataletwa kama mahakama ilivyotoa amri. Kwa sababu ibara 26 ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatoa wajibu wa watu wote kuheshimu katiba, sheria pamoja na amri za mahakama. Kwa hiyo tunategemea amri hiyo itaheshimiwa. Lakini jingine, mahakama ni nini iliamua? Mahakama iliamua kwamba kwa mujibu wa kifungu namba 186 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria mwenendo wa makosa ya jinai, mahakama inapokaa kusikiliza inamaanisha mahakama ya wazi. Kwa hiyo ikiwa mahakama ya wazi, umma unaruhusiwa kushiriki. Kwa hiyo ni wazi kwamba mahakama pamoja na hilo ilisema kwamba mahakama itakuwa ni ya wazi na umma unaombwa au unapewa mwaliko wa kuhudhuria shauri hilo na kusikiliza kwa wale ambao watataka. Na mahakama ikasema kwamba umma utaruhusiwa kusikiliza shauri hili kwa kadri ambavyo mahakama itaruhusu kutokana na uwezo wake. Kwa hiyo tunategemea mahakama ya wazi ni kiukweli haitatosha. Kwa hiyo kutakuwa kuna facility za watu ambao watakuwa watashindwa kuingia ndani kuweza kusikiliza ni nini kinaendelea mahakamani. Kwa hiyo ni amri hiyo iliyotolewa na mahakama. Kwa hiyo watu wasikae nyuma au wakasita, kwa sababu mahakama tayari imeshatoa mwaliko huo. Lakini pia mahakama ikatoa amri nyingine ambayo ni amri ya 5 kwamba watu wote wanapaswa kuzingatia amani na utulivu wakati wote wa shauri, ndani na nje ya viunga vya mahakama. Kwa hiyo kwa kuwa mahakama imetoa amri hiyo, tunategemea wananchi na wale watakaoshiriki wote kwa ujumla watajaribu kuhakikisha hilo linasimamiwa. Lakini pia mahakama ilitoa amri nyingine kwamba kwa wale ambao watashindwa kufika aidha kwa sababu ya umbali huko waliko au wako nchi za nje au kwa sababu nyingine zozote wanashindwa kufika, kuna link itatumwa, kiunganishi cha mtandao kitatumwa. Kwa hiyo kwa wale ambao wako kwenye mitandao na maeneo mengine wakae makini, wawe macho wazi wanaotaka kusikiliza hili shauri. Hata kama uko Songea, uko Namtumbo, uko si Kiela, uko si Musoma, uko si wapi Tarime, kokote kule, uko Iringa, Mafinga, Ipogolo, wapi, vijiji vyote, kama una mtandao na unajua mitandao ipo kwenye akaunti za watu mbalimbali, akaunti ya Chadema, akaunti zingine zote na akaunti ya Mheshimiwa Tundu Lissu, linki hiyo itatangazwa. Kwa hiyo fuatilia linki kama una nauli uko sehemu hiyo. Kwa hiyo mahakama itakuwa ni hybrid court. Itakuwa ni physical kwa wale ambao watakuwepo, lakini itakuwa online kwa wale ambao watashindwa kufika, wasikilize huko waliko ni nini kinaendelea, kwa sababu teknolojia imekuwa na tunategemea mahakama iwe ya wazi. Kwa hiyo wasisikilize vitu mbalimbali. Kwa hiyo wasikilize kile ambacho kitaambiwa mahakamani. Lakini kingine, kuna mambo 12 ambayo tumeona ni muhimu sana tuyasisitize na tuyazungumze. Ni nini wananchi wanapaswa kufanya siku hiyo, siku ambao mahakama itakaa? Wananchi wanapaswa kufanya nini, au ni nini tuzingatie sisi ambao tunakuja mahakamani? Kwa sababu sio wote wanaokuja mahakamani wamezoea kuja mahakamani. Sawa jamani? Sio wote ambao wanahudhuria kuja mahakamani yani wamezoea hizo, wanafahamu utaratibu. Vitu gani watu wanatakiwa wafanye wanapokuja mahakamani? Kwa hiyo tuna mambo 12
ya kusisitiza kwa watu wanapokuja mahakamani. Kwa hiyo tunasema haya ili kama kuna mtu ana hila au mtu anataka kufanya ionekane kama mahakama ilikosea, wajue kabisa hilo litakuwa wazi na sisi tunaliweka wazi. Jambo la kwanza, tunasisitiza kwa wanachama na wadau wa mahakama na jumuiya za kimataifa na watu wengine mbalimbali ambao wanatarajia kuja. Moja, kuhakikisha wanakuja kwa wakati mahakamani. Shauri linaanza saa 3 kamili. Hatutaji mtu saa 3 ndo aje mahakamani au anakuja saa 3:30 anataka kuingia mahakamani. Hatutaki hilo jambo litokee. Kwa hiyo tunatarajia watu by saa 2 watu wao wameshaanza kuingia mahakamani. Kwa hiyo wahi mapema kuepuka vikwazo vya aina yoyote ile. Muda, zingatia muda, hilo ni jambo la msingi la kwanza. Lakini jambo la pili, mahakamani sio sehemu kama sehemu nyingine. Tunasisitiza kwamba wale ambao wanakuja mahakamani waje kwa staha, wavae nguo za staha. Kama ni wakina dada wasivae nguo za kubana au nguo fupi, si ndio hivyo? Wanaume wasivae milegezo na nguo za ajabu, vaa kwa staha, njoo mahakamani. Mahakamani sio kama baa. Kwa hiyo tutarajie. Kwa hiyo usije ukapata misukosuko kwa sababu hujavaa vizuri. Vaa kwa staha, njoo mahakamani. Hilo jambo la pili. Jambo la tatu ambalo tunasisitiza ni kwamba kwa sababu watu watakuwa ni wengi, kutakuwa kuna utaratibu wa namna ya kukaa, namna ya kuingia. Kwa hiyo wafuate utaratibu ambao utaelekezwa na viongozi watakao kuwepo, lakini pia na watu wa usalama watakao kuwepo. Namna gani ya kukaa? Tunatarajia watu watakuwa wengi. Kwa hiyo kutakuwa kuna waandishi wa habari, watakaa sehemu gani, kutakuwa kuna mawakili wa upande wa utetezi, mawakili wa upande wa serikali, kutakuwa kuna mabalozi watakuja kushuhudia kesi, kutakuwa kuna observers, tunategemea kuwa na international observers, watakuja watu ambao wanakuja kutizama ili shauri kutoka Kenya, kutoka Uganda, kutoka sehemu mbalimbali kuja kuangalia shauri. Kwa hiyo kutakuwa kuna mpango wa watu kukaa kwa namna ambao mpangilio utakuwepo. Kwa hiyo watu wazingatie namna ya maelekezo ambayo yanatolewa. Sio kila mtu ataweza kuingia ndani kwenye chumba cha mahakama. Kwa hiyo kutakuwa kuna utaratibu wa namna gani kila mtu atasikiliza shauri ambalo linaendelea. Hilo ni jambo la tatu. Jambo la 4 ambalo tunasisitiza ni kwamba wakati mahakama inaendelea, watu wanapaswa kutulia, kutoshangilia au kupiga kelele wakati mahakama ikiendelea. Kwa hiyo kuhakikisha kwamba watu wanakaa kimya muda wote ambapo shauri litakuwa linaendelea la Mheshimiwa Tundu Lissu. Lakini pia jambo jingine nimesisitiza kwamba zingatia maelekezo ya viongozi na watu wengine namna gani kukaa kwa ustaarabu wakati shauri linaendelea. Lakini jambo jingine pia ni kuhusiana na simu. Mahakamani ikiwezekana simu yako weka katika mfumo wa mtetemo, vibration. Kama uwezi izime. Kama umeshindwa kabisa basi weka almaarufu anaita kindege, weka flight mode wakati shauri hilo linaendelea mahakamani. Kwa hiyo watu hakikisha hilo wanazingatia. Sio kesi inaendelea simu yako inaita, mziki unaita. Hilo tuhakikishe kwamba tunalizingatia. Kwa wale wageni wa mahakama mara zote hilo jambo huwa tunalisisitiza. Kwa hiyo wananchi wazingatie hilo. Lakini jambo jingine ambalo tunasisitiza kwa sababu mahakama itakuwa ni mahakama ya wazi na watu mbalimbali wanakuja. Probably kunaweza kuwa kuna ukaguzi wa maafisa usalama kuhakikisha kila jambo kinakaa sawa. Basi watu hakikishe kwamba wasije na silaha ya aina yoyote mahakamani. Mahakama ni sehemu ya amani, tutakuja kusikiza kesi kwa amani, tunatarajia kuondoka kwa amani. Kwa hiyo tusingatie, hatutarajii mtu kuja na silaha ya aina yoyote. Usije na kisu, usije na lungu, usije na panga kwa sababu mahakamani ni sehemu ya amani. Tuzingatie hilo. Wananchi wazingatie hilo wanapokuja mahakamani. Mahakamani ni sehemu ya amani. Kwa hiyo tuonyeshe hilo. Kwa sababu shauri hili sisi tumelipigania kwa muda mrefu sana, watu waje mahakamani kusikiliza shauri. Kwa hiyo tusipate visingizio vya kufanya shauri lianze kurudi tena kwa njia ya mtandao. Tumepambana, tumefikisha hapa kuwa mahakama ya wazi, basi tuhakikishe watu wanazingatia hilo, kutokuja na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo usije na silaha aina yote ile. Na sisi tunategemea waandishi mtatufikishia ujumbe kwa wananchi. Lakini pia usianzishe vurugu ya aina yoyote
Kwa hiyo zingatia sheria muda wote ambapo tunakuwa mahakamani shauri linaposikilizwa. Kwa hiyo kama mahakama ambavyo imetoa amri yake kuhakikisha amani ndani na nje ya viunga. Kwa hiyo tunaposema hili tunatoa angalizo kwa wote, kwa vyombo vya dola na kwa raia wa kawaida. Kwa hiyo vyombo vya dola visianzishe vurugu, raia pia wasianzishe vurugu, ili kuwa na amani, shauri lisikilizwe lifike mwisho. Lakini jambo jingine ambalo tunasisitiza kwa wananchi ambao wataingia mahakamani, unaweza kuwa na simu yako, unaweza ukapiga picha, unaweza ukafanya nini, lakini kabla hakimu hajaingia mahakamani, mahakama haijaanza. Mahakama ikianza, usipige picha, usirekodi, iwe audio au video. Lakini mahakama inapokwisha, unaweza ukapiga picha, unaweza ukazungumza. Lakini mahakama inapoendelea, tafadhali sana kwa wananchi na wale watu wengine ambao watahudhuria mahakamani, usirekodi, usipige picha mahakama ikianza kikao chake. Hayo ni mambo 10 ambayo nimezungumza haraka haraka. Lakini jambo jingine ambalo nataka kusisitiza kwa wale ambao wataingia kwa njia ya mtandao. Imetusumbua sana kipindi ambacho tulikuwa kwa njia ya mtandao. Kuna watu walikuwa wanaingia kwa linki, lakini wakiruhusiwa kuingia kwenye linki, then sauti zao wanaziweka on. Kwa hiyo tunakuta tuko mahakamani, tunasikia kuna kelele zingine zinatokea upande wa pili. Kwa hiyo hakikisha kwamba unapoingia kwa njia ya mtandao, uko na Njilinji, uko si Kela, si uko na Mtumbo, hakikisha simu yako unaiweka simu yako au kamera yako ambayo umeingia kwa njia ya mtandao, kwanza unaizima kamera. Sio kwamba si mahakamani tunataka sana kukuona huko ulipo. Zima kamera. Ukizima kamera, lakini hakikisha kwamba sauti yako pia unafanya nini? Unaizima. Usipige mziki kwa njia ya mtandao. Kwa hiyo ukijiunga, sikiliza ni nini kinaendelea mahakamani. Unapoanza kupiga mziki, unapoanza kupiga kelele, unasumbua mahakama, lakini pia unasumbua watu wengine wanaosikiliza shauri, lakini pia unasababisha mahakama isiweze kuendelea shauri kwa namna ambavyo imepanga. Kwa hiyo wale ambao mtandaoni wazingatie hilo, lakini pia wale ambao watakuwepo mahakamani wazingatie hilo pia. Hayo ni mambo ya msingi ambayo ya kuzingatia wakati shauri likiwa mahakamani. Jambo jingine ambalo tunataka tusisitize ni kwamba kwanza kabisa, kwa sababu amri imetolewa, tunaomba sana watu wote waheshimu amri hizo ambazo zimetolewa. Kwa kuwa kuna amri ya namna hiyo imetolewa, sisi tuna wito gani? Kwanza tuna wito kwa vyombo vya dola na watu ambao watahusika kwamba kuhakikisha kwamba wananchi wanaingia mahakamani bila bugdha ya aina yoyote ile. Na mawakili tutakuwepo, tutazingatia hilo linasimamiwa. Tutahakikisha kwamba taarifa zote tunazirekodi. Waandishi siku hiyo watarekodi matukio yote. Kwa hiyo tutarajii vipigo au namna yote ya uvujaji damu au namna yote ya vurugu mahakamani. Kwa hiyo tunasisitiza kwamba vyombo vya dola na watu wote wanaohusika wahakikishe kwamba watu wanaingia mahakamani kwa utaratibu, wanaingia na wanasikiliza shauri na kuondoka. Lakini pia kwa sababu mahakama imeshatoa amri hizo, tunatarajia kwamba amri hizo zitatekelezwa. Wito kwa jamii nzima kwa ujumla, na kwa wanachama kwa ujumla, kwamba watu wajitokeze mahakamani, waje mahakamani wasikilize shauri lao, kwa sababu mahakama ni ya wazi, na mahakama ni ya wazi inasisitiza kwamba watu wote waje ambao wana muda wa kuja mahakamani, basi waje na wao watakuwa salama, kwa sababu mahakama imeshatoa amri hiyo. Tunatarajia pia mabalozi na jumuiya za kimataifa kuja kusikiliza hili shauri. Kwa hiyo mabalozi na jumuiya za kimataifa waje wakijua kwamba kuna amri imetolewa ambayo inasisitiza uwazi wa kuja kusikiliza shauri. Kwa hiyo wasisite kuja mahakamani kuja kusikiliza shauri namna gani linaendelea. Kwa hiyo litakuwa sawa, na jambo hilo pia sisi tutalisisitiza kwamba mabalozi na jumuiya za kimataifa wanakaribishwa. Lakini pia tunatarajia kwamba kutoka kuna waangalizi wa kimataifa ambao nimesema observer status kutoka Kenya na maeneo mengine watakuja kusikiliza hili shauri. Kwa hiyo tutarajie kwamba watakuja na wao tunawakaribisha waje wasikize shauri namna gani linaendelea. Lakini kwa sababu amri zimetolewa na sheria natutaka wote kutii sheria bila shuruti, tunaamini serikali na watu wengine watatii amri ya mahakama ambayo imetolewa. Kwa hiyo kwangu kwa kifupi
ni hayo ambayo tulitaka tuzungumze na Watanzania, lakini kwa sababu tuko mawakili wanne, naomba pia mwenzangu aweze kuzungumza machache ili tuweze kuwakaribisha kama mtakuwa mna maswali yoyote. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mambo ya teknolojia. Yes. Last time tulikuwa na concern ya issue za magerezani kule. Treatment ya mawakili kwa Mheshimiwa Lissu. Je, na progress yoyote bado yanaendelea yale? Kama ni yale yale au kuzaje? Basi au utakuwa na wakili mwingine atapongeza pia. Jiandae kutoka Dickson. Asante. Ndugu waandishi wa habari, kama alivyonitambulisha mwenzangu Jebla Kambole, naitwa Dickson Matata, na kwanza naunga mkono aliyoyaongea yote. Kimsingi ndio hasa malengo ya kufanya press hii, lakini pia nawapongeza wenzangu ambao wameweza kufika leo, na kama ambavyo wakili Jebla alitoa uzuri kwa wengine ambao leo hawajafika hapa kwa sababu ya kuwa na majukumu mengi kutokana na mambo ambayo yanaendelea kuhusiana na kesi hii na mambo mengine kadha wa kadha. Sasa mimi ninataka kuzungumzia mambo mawili au matatu, na hasa yanahusu mteja wetu Tundu Antipas Lissu ambaye sisi kama mawakili wake ametutuma. Nasema ametutuma kwa sababu kwa nyakati tofauti tumeenda kuonana naye, na amekuwa akitueleza vitu ambavyo ametaka tuwafikishie Watanzania na wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Kama mtakumbuka, tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka 2025 tulifanya press conference ambayo ilifanyikia katika hoteli ya Seychelles hoteli pale Makumbusho. Na katika press ile, moja ya kitu ambacho tulikiadresi na kukipeleka kwa umma ambacho alikisema Peter Kibatala ni kile ambacho Tundu Lissu mwenyewe alimwambia kwamba anataka kufanya mgomo wa kutokula chakula kutokana na kutokutendewa haki au kwa kuwa mistreated anapokuwa kule gerezani tangu alipohamishwa kutoka Keko na kupelekwa Ukonga. Sasa leo nitaeleza kifupi hali ya Tundu Lissu kule gerezani. Kimsingi, baada ya maamuzi yaliyotolewa tarehe 6 mwezi wa 5 mwaka 2025 na Mheshimiwa Hakim Geoffrey Muhini pale Kisutu, ambapo alitoa amri kadhaa ambazo tayari mwenzangu amezizungumzia, hali ya gerezani kidogo imebadilika. Ninaposema imebadilika, maana yake ni kwamba zile mistreatment alizokuwa anafanyiwa zimeondoka. Anapata chakula vizuri na huduma nyingine za kimagereza. Ndugu wanaenda kumtembelea. Mwanzoni mtakumbuka alikuwa wanakataza sio tu mawakili, lakini pia ndugu alikuwa anakatazwa kwenda kumuona na vitu kama hivyo. Kwa hiyo swala la visitation, kwenda kumtembelea, ni swala ambalo kwa sasa sio shida tena kwa ndugu, jamaa na marafiki. Na hiyo ni haki kabisa ya mtu ambaye yuko rumande kwenye magereza yetu, hasa kupitia sheria inaitwa the prison ndani ya mabano Prison Management Regulation ya mwaka 1968. Ukisoma
ukisoma kanuni ya 9 inaeleza haki za mtu ambaye yuko rumande, ikiwemo kupewa magazeti ili aweze kusoma, kucheza michezo mbalimbali ambayo inapatikana ndani ya gereza kama mpira wa miguu na kadhalika, lakini pia kusikiliza redio au TV ili kuweza kujua nini kinaendelea nje ya gereza, ni haki yake. Kupokea barua kutoka nje ya gereza, of course kuna utaratibu wake wa namna ya kuipokea hiyo barua, kwa sababu lazima waipitie waone kama haiwezi kuhatarisha usalama na kadhalika, au hakuna mipango mibaya ambayo inapangwa. Kwa hiyo lazima hiyo barua wanaifanyia censorship. Lakini pia haki ya kupata mafunzo mbalimbali ndani ya gereza, ya kielimu na kadhalika. Hizo ni haki ambazo mtu yeyote ambaye yuko rumande anapata. Sasa hizi haki zote kwa sasa anazipata. Shida ambayo ipo ni kwa sisi mawakili wake. Hatujapata ile haki ya kufanya consultation. Tumepewa haki ya kuenda kumuona, visitation. Kuna utofauti wa visitation na consultation. Visitation kwa mjibu wa hii sheria niliyoitaja ya prison, ndani ya mabado Prison Management Regulation ya mwaka 1968, ni ile ambayo mtu ukienda unamuona na unaongea naye kwa dakika 15 tu, na baadaye unaweza kuambiwa uondoke, ama kwa kuomba bwana jela anaweza kukuongezea mpaka ikafika nusu saa. Sasa sisi hatutakiwi kupewa haki hiyo ya visitation ya kupewa dakika 15. Sisi kama mawakili wake tunatakiwa kupewa nafasi ya kuweza kukaa naye kwa muda wa kutosha, na tuweze kuongea naye, tushauriane naye, na aweze kutoa maoni yake juu ya kesi yake, lakini pia na sisi tunaona nini tuweze kumshauri, na labda kama kuna nyaraka zinahitajika tuzipateje, tufanye nini, kwa sababu kesi inapokuwa inaendeshwa inahitaji vitu vingi. Kuna kushauriana kwa mawazo, kuna kutafuta nyaraka, kuna kujibu hoja za upande wa pili na kadhalika. Yote haya yanahitaji mkae kwa zaidi ya nusu saa au mpaka masaa 2-3. Sasa hiyo haki sisi kama mawakili wake hatujapewa. Mpaka sasa tukienda tunaongea naye sana kwa kama visitation, na ni kwa mara nyingi ni kwa simu. Kwa hiyo hii nitoe wito kwa sababu ni haki ya kisheria kabisa. Ukisoma kanuni ya 13 ya sheria hii ambayo nimeshaitaja hapa, inaruhusu legal advisor, yani mawakili na wanasheria wa mtuhumiwa kuweza kwenda kwenye gereza na kuweza kukutana na kukaa na mtuhumiwa, mkashauriana mambo kadha wa kadha yanayohusiana na kesi yake. Na mnapokuwa mnafanya hivyo, polisi wa magereza kazi yao ni kuhakikisha ulinzi, kwa maana ya kwamba mnakuwa sehemu ambayo wanawaona, lakini sio kusikia kile ambacho mnajadiliana wewe na mteja wako. Hiyo haki hatujapewa. Kwa hiyo nitoe wito kwa gereza na mkuu wa magereza Ukonga aweze kuhakikisha haki hii anairuhusu, kama ambavyo kifungu cha 13 cha sheria hii ya prison, ndani ya mabano Prison Management Regulation ya mwaka 68 inavyotaka. Na niseme tu kwamba kwa sababu kesi inakuja tarehe 19 mwezi wa 5 2025, sisi tunajipanga hapa karibuni kwenda kukutana naye ili tuweze kuongea naye na kufanya consultation naye, ili tunapokuja tarehe 19 wote tuwe na kitu kimoja, kwa maana mteja na sisi tuwe na common understanding juu ya nini kitakachofanyika. Ikumbuke tarehe 19 mwezi wa 5 2025 kesi inakuja kwa ajili ya maelezo ya awali, yani preliminary hearing. Ni usikilizaji wa maelezo ya awali. Na unaposema preliminary hearing au usikilizaji wa hoja za awali, ni kama roadmap ya kesi. Yani ndipo ambapo mnatengeneza plani ya kesi itakavyoanza mpaka itakapoisha. Mashahidi watakuwa wangapi, kutakuwa na nyaraka zipi, mtafanya kitu gani hakitafanyika, lakini ni hoja gani ambazo hambishanii na hoja zipi ambazo ni za kubishania. Kwa mfano, hakuna ubishi kwamba Lissu alikamatwa. Sasa kama alikamatwa, huwezi kwenye usikilizaji wa kesi hii itakapokuwa inasikilizwa, hamwezi kuwa mnabishana kwamba alikamatwa au hakukamatwa. Issue itakuwa ni kutokana na mashtaka yaliyoletwa mbele ya uchochezi,
Je, ni kweli yale maneno ni ya uchochezi au sio ya uchochezi? Je, ni kweli aliyasema ama hakuyasema? Hayo ndio mambo ya msingi. Sasa kwenye mazingira kama haya lazima kuwepo na consultation ya kutosha kati yetu sisi mawakili pamoja na mteja wetu. Kwa hiyo nitoe wito kwa askari magereza, lakini pia kwa gereza lenyewe na mkuu wa magereza ya Ukonga kuhakikisha kwamba tutakapoenda hivi karibuni, siwezi nikasema ni lini kwa sababu lazima tufanye consultation na mawakili wenzetu na twende kwa pamoja kwa ajili ya kwenda kuonana naye. Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, baada ya kuelezea hali ya gerezani na sasa kwa mantiki hiyo, kwa sababu nimesema Lissu mambo mengine kule anapata vizuri isipokuwa hii ya consultation, ndo maana kwa sasa hakuna swala tena la kusema Lissu anaendelea na ule mgomo au aliufanya ule mgomo. Hajafanya kwa sababu baada ya maamuzi ya mahakama kila kitu sasa kilibadilika, na kwa hiyo hakuendelea tena na mgomo ule. Lakini hii haimaanishi kwamba kama huko mbele mambo yatajitokeza tofauti hataweza kufanya hivyo. Cha pili, Lissu mwenyewe ameomba sana kuwaalika wanachama, ndugu, jamaa, marafiki, wadau mbalimbali, lakini pia na waangalizi mbalimbali kuweza kuja siku ya tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka 2025 katika mahakama ya Kisutu saa 3 asubuhi ili kuja kuendelea kuangalia jinsi kesi yake itakavyoendeshwa. Na kama ambavyo amri inavyosema na ambavyo utaratibu wa kisheria ulivyo, ni kwamba kesi hii ni kesi ya jinai na ni kesi kubwa inayohusiana na uhaini na adhabu yake ni ya kifo. Kwa hiyo kwa sababu ni kesi ya jinai, ni kesi ambayo inasikilizwa sehemu ya wazi. Kwa hiyo amesisitiza wanachama, wadau mbalimbali, mabalozi na kila mtu aweze kufika ili kuja kusikiliza kesi hiyo. Amesisitiza sana akisema ni wakati kama huu ambapo tunatakiwa kuwa wamoja na kushikamana sana, kwa sababu kama mnavyojua chama kwa sasa kinasakama kila kona. Kuna mambo mbalimbali yanaendelea yanakisakama chama, lakini kitu pekee ambacho kitapelekea ushindi ni kuhakikisha tunakuwa wamoja na tunashikamana na hatuteteleki. Yeye anasema yuko imara na yuko tayari kwa ajili ya mapambano, na kumweka ndani hakuwezi kumrudisha nyuma, na anasisitiza swala la no election, no reforms. Baada ya kusema hayo, ni washukuruni na kwa sasa tumeishia hapo. Nataka kuongezea hata hapo kwa wazee wawili hapo. Mtu anaongeza hapo sisi na Ameli. Hapana. Basi sisi tunashukuru kwa taarifa. Sasa Adesh, kuna maswali? Sawa, nita maswali, karibuni. Lakini kwa njia ya YouTube inakuwa ni njia rahisi na pia ni mtandao. Jitihada zenu ni zipi, aidha kwenye kushinikiza mahakama au kuwaomba na kesi hii itakapokuja, kwa sababu nimeshatoa wito, huenda watakuwa ni wengi sana na kuna wengine wanatoka remote area na wengine wenda wao ndio kwa masuala ya mtandao, wakaweza kuipeleka sio katika mtandao wa YouTube na vyombo vya habari vya kusambaza kwa rais. Wito utakuwa ni kwa mahakama au nafanya jitihada gani kesi hiyo katika mtandao wa YouTube? Asante. Baba. Mimi swali langu kwa wakili Kambole ambaye ndo kwa namna moja au nyingine msisitizo au wito huo kuwataka wa Tanzania kujitokeza siku ya taasisi mbalimbali na mabalozi hapo kwenye wito wao. Mashaka yangu ni kwamba muone kwamba moja kwamba mteja wenu amehitaji watu kujitokeza kwa wingi siku hiyo ya kesi, lakini utafiti wenu umeufanyaje na muone kwamba kama watu wakiwa wengi zaidi inaweza ikasababisha kesi hiyo kuahirishwa tena kutokana na hali itakayojitokeza hapo? Hilo la kwanza. Lakini la pili, kwa muktadha wa kesi yenyewe, ninyi kama mawakili mnaitazama kwa jicho gani?
Sawa. Swali lingine? Karibu. Naitwa nataka kuuliza pale kuna Kama mjini. naitwa Anthony Benedict. Anton. Na natamani kufahamu pale kuna sehemu tunazungumzia mahakama ya wazi. Labda tunapozungumzia mahakama ya wazi ni vipi? Na kwa mazingira ya mahakama yetu pale tukizungumzia tumekuwa tukiona changamoto watu wanapokuwa wengi sana pale mahakamani. Lakini kwa kiwango ambacho mnakizungumza inaonyesha watakuwa wengi zaidi. Labda nini utaratibu mnaofanya nyinyi kwa kushirikiana na mahakama ili eneo hili uwazi watu waweze kushiriki kwa ufasaha ambao wataweza kufika mahakama? Asante. Maswali mengine tena? Wanawake na maswali wanawake. Na dada. Maswali wanawake. Wanawake wanatambulisha. Jinsi hata tunawalindaje wanawake je wakipigwa vilungu. Wanawake na walisha. Nani walisha amjisemeni. Pamoja na hayo aliuliza kwamba ningejaribu nikakuwa rais kwa mageuzi. Mmeshafanya consultation na vyombo vya dola na mahakama namna ya kuwapokea watu siku hiyo kwa sababu inategemea ugeni mkubwa wa watu. Sawa. Mwingine swali moja hapo. Majibu. Ya mwenyewe mwandishi. Sawa Madu. Swali langu ni kwamba umesoma hapo jambo moja na hadithi kuhusu ruling ya mahakama. Ndio. Kemgua uamuzi wake wa kufanya uamuzi kwa njia ya mtandao na kwenda kwenye mahakama ya wazi. Hili swali ni kwamba mwanzo na kesi mbili. Na kesi ya uchochezi na kesi ya uhaini. Sasa ruling ambao uko unaelezea ni ile kwa utenguzi unahusu kesi ya uchochezi. Ndio. Je, kesi ya uhaini kwa sababu ruling haiathiri ile ruling ya kwenda kwenye mahakama ya wazi haihusiani na kesi ya uhaini. Je, mna mpango gani sasa kama wakili tena kuhakikisha kwamba kilichoamuliwa na mahakama ya Kisutu kwenye kesi ya uchochezi inaenda kufaidisha pia kwenye kesi ya uhaini ambayo pia itakuwa ni 39 kwenda kwanza kwa sababu sije kuonekana kwamba maamuzi ya Kisutu ni maamuzi ya kesi tofauti. Kwa hiyo wewe kama maamuzi yanafanyika kwamba sisi kama mahakama kuu tutamama vile kwenda kwa njia ya mtandao. Hiyo mnaisemeaje kwamba hiyo ruling iende kafaidishe ile kesi ya pili ya wajibu? Asante. Tunaweza kujibu. Asante sana. Kwanza tunawashukuru sana waandishi kwa namna ambavyo mmekuwa mkitoa ushirikiano tangu shauri hili linapoanza kuanzia kukamata kwa Mheshimiwa Tundu Lissu na hatua zingine mbalimbali ambazo tunazipitia. Na hata ile taarifa ambayo mlitusaidia kwa mara ya kwanza kuifikisha kwa jamii, sisi tunaamini ilisaidia na ilifika kwa jamii kwa sababu ilikuwa ina positive reaction. Kuhusiana na maswali ambayo mmeulizwa, swali la kwanza ameuliza Fadhili kutoka Jambo TV kuhusiana na YouTube. Sisi bado tuko kwenye michakato ya kuzungumza na mahakama na tunatarajia kupeleka barua kwa namna gani shauri hili litaendeshwa, kwa sababu hata mahakama inasema itatangaza kwa njia ya linki, lakini bado YouTube channel ya mahakama haionyeshi hilo likiendelea. Kwa hiyo ni wito sasa kwa watu wa IT wa mahakama ambao watu wamesubscribe kwenye YouTube channel ya mahakama kuweza kufika pale na kurekodi shauri hili na kulirusha moja kwa moja kwenye YouTube channel ya Judiciary. Kwa hiyo afisa habari wa mahakama na YouTube channel ya mahakama iwe active ili wananchi ambao watashindwa kuhudhuria kwa njia ya linki waweze kusikiza kwa njia ya YouTube channel ambayo itaepusha na kelele hizo ambazo huwa zinaingia kwa watu wanaojiunga. Kwa hiyo hilo ni changamoto kwa mahakama. Kwa hiyo sisi tuko kwenye utaratibu wa kuhakikisha kwamba tunaandika barua mahakamani na kuiomba mahakama ifanye jambo hilo kwanza kwenye mchakato wa YouTube ili iweze kufikia wananchi wengi. Lakini hilo linaenda sambamba pamoja na lile ambalo David kauliza kuhusiana na namna gani swali hilo kwa namna nyingine linahusiana na swali ambalo umeuliza Anthony Benedict.
kuhusiana na idadi ya watu ambao watakuja. Siku ya kwanza wakati watu wanakuja na wanapigwa, na sisi tuliwaona watu walikuwa ni wengi sana. Walikuwa wanajaribu kuja mahakamani, wengine walishindwa wakasimama ng'ambo ya pili ya barabara. Kwa hiyo sisi kama nilivyosema hapo awali, tunatarajia kuandika barua mahakama, tukiiomba mahakama ifanye mambo mawili. Moja, kama itaweza kuilamisha shauri hili kwenda kulisikiza mahakama kwenye facilities za mahakama zilizopo law school kule, ambao kule kuna parking ya kutosha, kuna nafasi kubwa zaidi. Kwa hiyo hilo tutaliomba mahakama. Kama itashindikana, then mahakama itaweka facility. Kwenye barua yetu tutaliomba mahakama kisha inaweka facility ikiwa pamoja na speaker, TV, kwa watu ambao watakuwa nje watashindwa kuingia ndani waweze kuona kupitia hizo channel mbalimbali, hizo devices mbalimbali, ili waweze kupata hizo taarifa. Kwa namna ambavyo sisi tunafahamu ili shauri watu wengi watakuja, kwa sababu tunaamini mahakama ni sehemu salama. Kwa hiyo mahakama tunaamini itafanya facility ya kuweza kuaccommodate hao watu. Kwa hiyo kama nilivyosema, mahakama ni ya wazi. Maana ya mahakama ya wazi kwa mujibu wa sheria ni mahakama ambayo kila mtu anaweza kufika, kusikiliza, kuangalia shauri namna linavyoenda bila vikwazo vyovyote. Kwa hiyo hatutarajii kuwa na vikwazo. Tunatarajia wananchi wafike. Na mahakama ya wazi ambao tunaizungumzia hapa ni ile watu ambao watakuja watasikiliza. Kwa hiyo sio lazima watu wote watajaa kwenye jengo, yani mle ndani ya chumba cha mahakama. Kusipotosha wengine watakaa nje. Kusipotosha wengine watakaa parking. Lakini watakaa wasikilize nini kinaendelea mahakama. Ndo essence ya mahakama ya wazi. Ukienda mahakama zingine, nchi zingine, kuna facility kubwa zaidi za mahakama. Ukumbi mkubwa zaidi wa accommodate watu wengi. Ili mwisho wa siku waandishi wapate taarifa sahihi, watu watakao hudhuria mahakamani watoke na taarifa sahihi. Huyu mwingine asije akaanza kusema hivi, mwingine anasema hivi. Kwa sababu mahakama, haki inapaswa kuonekana inatendeka. Watu wasisimuliwe haki, waione haki. Wasikilize mashahidi, wao watatoa na mawazo yao. Kwa hiyo ni muhimu sana watu wakaja wakasikiliza. Kwa hiyo utetezi kwamba watu ni wengi, watu wanafanya maandamano, watu sio mbaya, hiyo sio kweli. Kwa hiyo sisi tunatarajia watu watakuja, na tunasisitiza kwamba mwananchi anayekuja zingatia muda. Ukifika usikae nje, ingia ndani. Njoo kwa wakati, kuepuka siji kuja kwa makundi sio nini, kuja na vigoma. Mahakamani wewe njoo moja kwa moja, ingia mahakamani, sikiliza shauri, utajua mwenendo unavyoenda, utaondoka. Lakini pia kwa wanafunzi wengine, wanafunzi waje wajifunze namna ambavyo wanaendesha kesi. Wale ambao wanatarajia kuwa mawakili, wale watu ambao wako law school, wale ambao wako sijui vioni huko wanasoma sijui Tumaini sijui UD, ambao wana fursa ya kuja mahakamani, waje wasikilize namna gani watu wanachuana kwa hoja mahakamani, namna gani mahakama inaendesha shauri. Kwa waje wasikilize. Na ndio maana tumesema kwamba kwa wito wetu ambao tumeutoa, kwa namna ambavyo tumeitoa, tunaamini mahakama itafanya facility kuhakikisha kwamba watu wote wanafika, watu wote wanahudhuria ili shauri. Na kuhusiana na swali ambalo linahusiana na kesi ya uhaini ambayo inaendelea, mtakumbuka kwamba mara ya mwisho mahakama imetoa amri kwamba upelelezi ukamilike. Kwa hiyo tunaamini tutakuwa tunajibu kwa namna gani upelelezi umekamilika. Lakini pia tunaamini kwamba kwa kuwa Mheshimiwa Lissu atakuwa mahakamani Kisutu, kwa kuwa waendesha mashtaka watakuwa mahakamani Kisutu, kwa kuwa hakimu atakuwa mahakamani Kisutu, kwa kuwa mawakili wa utetezi watakuwa mahakamani Kisutu, itakuwa ni jambo la maajabu kusema mko wote Kisutu afu msikiza kwa njia ya mtandao. Itakuwa kama kile kibwagizo kinachosema hii ni maajabu. Itakuwa ni maajabu kweli kusikiliza wote mko Kisutu afu msikize kwa njia ya mtandao. Kwa hiyo tutegemee kwamba shauri la uhaini, kwa sababu Mheshimiwa Lissu atakuwa Kisutu, watu wote watakuwa Kisutu, tunaamini tutasikiza kwa njia ya kawaida. Kwa sababu ni kusikiliza tu wanaleta taarifa gani. Lakini tunaamini pia shtaka la uchochezi watu waje wasikilize. Ni mashahidi wangapi wanakuja, ni fact ni maelezo gani kuhusiana na uchochezi, ni ushahidi gani unaitwa kuhusiana na uchochezi, ni mashahidi gani wanakuja kuhusiana na uchochezi, watu waje wasikilize ili mwisho wa siku waone haki ikitendeka. Kwa wale ambao wanataka kujifunza wajifunze, kwa wale wanataka kumuona kiongozi wao wamuone, waje kwa amani. Kwa hiyo sisi tunasisitiza kwamba siku itakuwa ni amani tu. Hakuna mtu atakayokuwa na silaha, hakuna mtu atakao kupigana na mtu. Kwa hiyo tunasisitiza kwamba itakuwa ni amani, kusikiliza kesi kwa amani, kuondoka kwa amani. Kwa hiyo ndio jambo ambalo tunalisisitiza. Asanteni sana.
Labda kama kuna mwingine ana cha kuongeza kutokana na maswali. Basi tuwashukuru sana waandishi kwa kutoa ushirikiano wenu na kuendelea kushirikiana na sisi, lakini pia msisite siku nyingine tukiwaomba, na tunaomba hizi taarifa muwafikishie Watanzania maeneo yote walioko ndani na nje ya nchi. Asanteni sana.